Kwanza ni mshukuru Mungu kwa kweli. Ni bahati ya pekee kumbahatisha Mufti mara mbili, miaka miwili yote mfululizo. Ameonyesha upendo. Sio kwamba mimi ni mtu wa tofauti au ni mtu wa yani kwamba upendeleo, hapana. Ni Mungu tu, ni baraka. Kwa hiyo leo tumeendelea kwa ajili ya kuunga mkono. Hii imeleta umoja na upendo kwa watu wote ambao wamefika hapa na ambao wametusikiliza. Pia kwa sababu ya Mufti mkuu wa Tanzania kuwepo hapa, habari yetu imekuwa ya nchi nzima. Kwa hiyo imekuwa baraka na imekuwa kwa kweli imekuwa ni amani. Kwa kweli sina cha kusema tofauti na kumshukuru Mungu kwa kweli. Lakini kupitia futari hii ambao kwetu katika media ni futari ya 4, lakini katika maisha yangu ya ukuaji ya 5. Kuanzia mwaka 2020 nilianza kufutulisha, lakini nimekuwa nikifanya futari tofauti. Ukiache ya ofisi ninafutulisha kwamba yatima, wale watu wanaoomba barabarani, na leo wako hapa baadhi yao. Na kesho tutaenda tena kufutulisha wale watoto yatima kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Kwa sababu mimi najua siri pekee iliyonifikisha hapa ni Mungu. Kwa hiyo nitamshukuru Mungu na nitamtolea Mungu kwa kila ninachoamini ni cha kwake. Na kufanya hii shughuli hata kwa Kristo wenzangu pia tunajitolea. Sisi pia tuko kwenye mwezi wa tunasema mwezi wa Kwaresima. Leo kwa sababu nimeshakuwa matumu. Kwa hiyo ndio maana najikuta nasema tu mwezi wa Ramadhani, mwezi wa rehema, lakini nimefarijika sana. Farijika sana pia na niseme tu waandishi wa habari leo kwa kweli na washukuru nyinyi wenzangu pia. Hakuna siku mmeniacha. Miradi Ayo, Liki Media, SG Ayo, sina watu wote tumeanza nao toka day 1, toka tunaanza online. Na leo hii mmeniunga mkono kwa kweli na mmejumuika kufutari pamoja. Kwa sababu sio kuja kutafuta habari, ni kuja kushangilia na kufurahia uwepo wa Mwenyezi Mungu hapa mahali hapa. Sasa Furaha umekuwa ni mmoja kati ya vijana wenye ushawishi mkubwa sana. Hata ukiangalia leo hii kwenye iftari umealika watu na watu wamejaa. Pengine katika mwaka huu wa 2025 tunajua tunaelekea katika chaguzi kuu. Tutumaini kwamba utaingia kwenye mchakato wa kisiasa. Ndugu yangu wa Miradi Ayo bana, najua ni mwaka wa uchaguzi. Lakini leo hapa, unajua mimi mwaka 2020 nilivyokoswa ile nafasi ya namna ile niliyokuwa nimepata, niliamua kutafuta fursa nyingine. Na ni kuanzia pale nilianza na media. Na leo hii kama tu jamaa alivyosema pale mzee mmoja kwamba subira. Kwa hiyo hata sasa hivi nikiri na nisikatae kwamba mimi ukiniuliza sio mwanasiasa, nikasema sio mwanasiasa, nitakuwa namkosea Mungu. Tayari mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, Chama cha Mapinduzi kutokea wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo tayari ni mwanasiasa na tumejiandaa kuwapitisha wanaogombea kwa kuwachuja. Mimi sasa hivi nimepata hiyo nafasi. Kwa 2025 sasa hizi kwa taratibu zetu za Chama cha Mapinduzi, kama mjumbe wa mkutano mkuu, kikao kikubwa cha mwisho, ninayemwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye wilaya hii ya Kinondoni. Pia tunasubiri, tunaombea watu wote wenye sifa ya kuchukua fomu, na katiba yetu, kanuni yanaelekeza mtu mwenye sifa achukue fomu, japo leo sio sehemu yake. Lakini kwa sababu kwa kugusia tu 2025 ni mwaka wetu wa uchaguzi, tuombe amani katika nchi yetu. Ni mwaka ambao una mambo mengi, kwa hiyo tuwe na tahadhari ya kuiombea nchi yetu. Tumalize uchaguzi tukiwa salama na tuchague viongozi wanaotufaa. Na mimi naombea watu wote. Leo hapa siku kwenye nafasi ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Furaha Media inahudumia vyama vyote. Na mimi kipindi hiki nisihesabike tofauti. Ndio maana wananiambia Furaha, mbona unasema sana habari za vyama vingine, chama chako ukisemi? Tayari mimi nishakuwa chama. Kwa hiyo nikianza kujisemea chama changu, nitasemea yale mazuri nayoamini. Lakini yale mengine ambayo naamini wenzangu wanafanya vizuri kwenye vyama vingine, tunawaruhusu hichi chombo chao kama sauti yao. Kwa hiyo 2025 jambo pekee naweza kusema tuiombee nchi yetu amani. Tumwombee Mheshimiwa Rais aweze kuiongoza nchi yetu na uchaguzi huu uende kwa amani. Basi. Ripoti ya Sejumu. Uko pamoja na watu, lakini halitoshi kuwa pamoja na watu, unawajali watu. Ndio maana unaweza ukatoa gharama kubwa kama hii na ukaamua kuwaalika watu. Na sikwambii katika eneo hili la Mikocheni ambalo ni eneo lako na ndiko wewe unafanya shughuli yako katika eneo lako. Ghaliban watu wanafanya katika mahoteli makubwa
mbali na maeneo yao, lakini wewe umefanya shughuli hii katika eneo lako. Hii ni kuonesha kwamba una mapenzi na watu wa eneo lako. Mwenyezi Mungu aendelee kupata taufiki ya namna hiyo, waendelee kufanya kazi kubwa kama hii. Kwa vijana wa rika lako, tumeona wachache katika mwezi huu walioweza kufanya jambo kama hili la kualika watu kwenye futari kama hii, wakakusanyika watu mbalimbali, wanaume na wakina mama, vijana, wazee. Ni wachache tumeona katika mwezi huu, lakini tunashukuru kwamba umeweza kufanya kitu kama hiki. Lakini kubwa na la ajabu na la kushangaza na la kusifiwa na kupongezwa ni kwamba wewe si Muislamu, kisha umelifanya jambo ambalo linahusiana na Waislamu. Hili jambo anaweza kujiuliza mtu, inakuwaje kwamba huyu bwana Mheshimiwa Furaha yeye si Muislamu, kisha anafanya jambo ambalo linawahusu Waislamu, alafu hana kigegezi katika jambo hilo. Hii ni kuonesha kwamba wewe unawapenda watu wa aina zote na unao pamoja. Na niwakumbushe Waislamu, hata wasiokuwa Waislamu, kwamba Uislamu ni dini ambayo imeleta umoja na mshikamano, mapenzi, na ina namna nyingi za kuangalia, namna za kuishi na watu pamoja, lakini kuishi na watu wa madhahibi mbalimbali, lakini pia kuishi na watu wa dini mbalimbali. Hata Mwenyezi Mungu akasema, la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Kwa ufupi ni aya inazungumzia masuala ya kwamba Mungu hawakatazi Waislamu kushirikiana na watu wasiokuwa Waislamu, muda kuwa hawana ugomvi nao. Wale watu hawana ugomvi na Waislamu, wala Waislamu hawana ugomvi na watu wale. Mwenyezi Mungu hawakatazi kushirikiana nao na kuwafanyia uadilifu, na yeye Mwenyezi Mungu anawapenda sana watu wenye kufanya uadilifu.